kufahamu serikali yetu ina mpango gani juu ya kutusaidia. Kwa kweli tulikuwa tumezoea nyumba, tulikuwa tumekamilisha na tulikuwa tukifanya ibada ndani karibia makanisa yote, lakini sasa kulingana na mvua zilizonyesha zimepelekea tukose sehemu ya kuabudia, na badala yake, wakati hizi ni nyakati za masika, serikali ina mpango gani kwa ajili ya kutusaidia angalau tupate sehemu ya kuabudia? Ninyi wenyewe ni mashahidi, mmekuja na mkatukuta tuko hapa nje tunasali. Sijajua mnashirikiana kwa namna gani na sisi ili kutusaidia kwa nyakati hizi ambazo ni za masika, ili ibada zetu zisiendelee kuathiriwa na mvua. Nyumba zaidi ya 30 kuezuliwa na zingine kubomoka kuta. Zoezi la kubaini nyumba zilizoezuliwa katika kitongoji hiki cha Imamate B bado linaendelea. Pia kulitokea maafa, mtu mmoja kufariki kwa kupigwa na radi akiwa mbugani, mkazi wa Itenka B, jinsia ke, umri wa miaka 30, jina lake Elizabeth William Jayunga. Pia tunatoa pole hata kwa familia ambayo imempoteza mpendwa wao ambaye amefariki kwa kupigwa na radi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa hapa tumeona yamezungumzwa mambo kadhaa na mengine yanahitaji msaada kwa upande wa serikali, lakini naloweza kusema la kwanza kabisa kwa wale walioumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulikuwa unaniambia wengine tayari wamesharuhusiwa. Kwa hiyo kwa wale walioumia wote hao wana haki ya kutibiwa bure. Kwa hiyo mkurugenzi, kama kuna ambao watafika kwenye kituo chetu cha afya aidha cha Itenka au kwenye zahanati, mwananchi yoyote atakayefika kupata huduma kwa kupata maafa atibiwe bure, na sio hapa Itenka tu, hiyo ni wilaya nzima ya Mpanda. Inapotokea maafa kama haya, hakuna anayekuwa amejipanga. Wajibu wetu kama serikali ni kuwafikia kwa wakati na kuona hatua tunazoweza kuchukua kwa haraka. Kwa la kwanza ni hilo, watu kupata huduma bure. Lakini lingine ni washukuru sana kamati ya maafa ya kijiji imetajwa hapa, lakini pia ya kata ikiongozwa na Mheshimiwa Diwani kwa kuwafikia kwa wakati wananchi wetu ambao wamepata changamoto na hatimaye mkaweza kutoa msaada ambao umetolewa. Na mimi niwaombe ndugu zangu, sisi Watanzania huwa tunaishi kijamaa. Mwenzetu anapopatwa na changamoto, wa kwanza kumsaidia pia huwa ni majirani. Kwa hiyo niwaombe sana wale ambao wamepatwa na maafa, majirani, tuendelee kuwasitiri wenzetu. Niwashukuru kwamba mmeshachukua hatua hiyo ya kuwasitiri wenzenu ambao nyumba zao zimezuliwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo niwaombe sana, hiki mlichokifanya cha kuwasitiri wenzenu, naomba muendelee nacho. Imani yangu baada ya muda mfupi pengine wenzetu waliopata maafa huenda wakawa wamesharekebisha kwenye makazi yao na kuweza kurejea kwenye makazi.